Shem. Shemeji. Wewe. Acha mama. Wewe. Shem. Shemeji. Shem. Shem. Ai. Umekufa Shem? Brother, yale uliyosema hali ni kweli. Nimemfumania shemeji yako kwa macho yangu. Hata hivyo amenikimbia. Na Mungu huu unavoniona na watafuta wao. Hujasikia hata kurukushana mtu kukimbia maeneo haya? Hapana, sijasikia chochote. Kweli? Sawa. Sasa basi, mimi namtafuta shemeji yako na mtu aliyokuwa naye. Na naamini kabisa nataka nimfuma na shemeji yako ndio mgoni wangu. Na nikimfuma tu hana bahati katika maisha yake. Sijui mimi nina vizuri. Nitabidi naye. Fresh mwanangu siku moja. Asante sana. Nimepita hapa kwako kuja kukushukuru. Na sina chochote nilichokuja nacho. Zaidi tu kuja kukutoa shukrani kwako. Kwa tangu siku ya kwanza ile dawa uliponipa tu. Kwa yale maelekezo tu ulivyonielekeza tu. Kufika tu baba mademu hawa. Kama mvua. Yaani kama unavyoona maji yanavyotiririka kwenye mlima yanaenda bondeni. Ndio jinsi sasa wanavyokuja. Wewe mzee wangu wewe fundi. Labda nikwambie kitu. Mimi tangia mdogo nimezaliwa tu, swala la kwanza kulijua ni hilo, kwa sababu nilioteshwa. Nilipopata kile kijiti, kila ninayenitengenezea mpaka anachoka yeye. Ina maana wanawake kwangu mimi hawanisumbui katika ulimwengu huu wa dunia. Tena sana. Hii ni kidogo, wenzako wanakuja hapa wengi mpaka wanasema mzee cha mtungi sasa basi wanatosha. Odi mama. Karibu. Asante. Shikamoo. Marhaba, kama nyumbani? Samahani mama. Hivi mke wangu yuko hapa? Hapana. Hata tulikuwa ameenda wapi? Kiufupi mama, mimi nimekosewa. Mke wangu nimemfumalia na mwanaume jana usiku. Na hata hivi ninavyozungumza hajarudi nyumbani mpaka muda huu. Nikaona hapana. Wewe atakuwa kakimbilia huko mama yake. Hapa huyo mtu hajatokea. Sijamuona kabisa na ndo kwanza napata taarifa zake. Sasa kaenda wapi? Sawa. Mama, mimi mwanao amenikosea. Tena amenikosea sana. Mpaka najiuliza mke wangu sasa ameshikwa na mdudu wa aina gani? Amemwingia shetani wa aina gani? Wakufikia kunichiti mimi. Kunichiti mimi mumewe hadi ya kwa kabisa tumefunga ndoa kwa sheria. Hapana mama, hii imeniuma. Hii imeniuma sana. Ila baba umekosea, usingenitimua. Kosa ulilolifanya ni kule kumtimua. Sasa basi, wewe nenda kafanya ufanyavyo, hivyo vyote itakavyokuwa. Mimi nataka uniletee mtoto wangu hapa. Hilo kweli. Nimethibitisha tu mwenyewe.
Inavyoonyesha hata huyu ndani umemkamata sana. Akukumbuki chochote. Unavyokuona hata mimi sinaona uko mtaani. Aswa, hujakosea. Angalia umri nilionao. Alafu binti niliyekuwa naye. Mimi shababi. Sijakosea afukuti. Hapa ndio kwake. Atoki, abanduki. Yaani chochote unachomwambia imekwisha. Chochote unachomwambia imekwisha. Wewe unaonaje? Hivi angalia kiungo sasa hivi umri alionao atakaa na mzee kama mimi. Lakini hapa kabanwa. Nimemshika ngaka. Chochote unachomwambia anafanya. Fanya hichi anafanya. Wewe bwana kama kidole tukunyosha kimelala huku kimo. Kimelala huku kimo. Ndio ilivyo. Mimi ndio Msati cha Mtungi. Siku zote bwana nikwambie kitu kimoja. Usilolijua sawa na usiku wa kiza. Mimi naitwa Msati cha Mtungi. Mtambua dweli mganga ndo yeye. Ndio maana nikaitwa Msati cha Mtungi. Na Saidi ya Mtungi alimweka hata peka yake. Si mtu mwingine. Mimi nina siri. Watu hawajui. Basi sawa mzee wangu. Mimi nimekuja tu maana nilikuja hapo kidogo kuna mchongo wangu. Kuna hapo jirani tu hapo Haya na wajueni nyinyi vijana. Nikaona sio vyema nipite bila kuja kukusalimia mzee wangu. Siku na Zainabu hapo najua. Basi asante sana mzee wangu. Nitakuja tena kwa mara nyingine. Asante sana. Wewe mzee, wewe kiboko. Sio kiboko tu, nyani kabisa mimi. Allah. Sasa kiboko. Angejua. Oi. Watoto. Naona umefika. Alafu unajua nini? Leo nimemiss kukutuma. Anachukulia maji ya kunywa. Kama vile nilikukabisi, basi na wewe uje unikabisi. Lakini mama, hivi unatambua kama mimi ndo nimekosea kwenye hili? Mimi ndo nilipaswa nionee huruma. Mimi ndo napaswa utoe ushirikiano kwa upande wangu. Leo hii mama unasema mimi ndo mkosefu. Sasa ushirikiano unaotaka wewe, mimi nimekuelezaje? Fanya ufanyavyo, nahitaji mtoto wangu kwa sababu wewe nilikukabidhi, naomba unikabidhi mtoto wangu kama vile ambavyo nilikukabidhi. Sitaki tena maneno. Au unataka niongee Kiingereza ninachokijua mimi? Maana hii sura unayoijua naweza kuiondoa nikaiweka sura nyingine na ninabadilika mimi. Baba mimi namtaka mwanangu. Au unataka nikuongelee Kiingereza? Ninachofahamu mimi. Let's go, namtaka mtoto wangu. Mama. Hii familia na nini jamani? Sawa, nitajua. Mimi tena. Mimi si mumeo jamani. Wewe ndo mke wangu. Mimi mumeo inakuaje tena hivi? Kwa hiyo kama mume wangu mimi nikamtume na? Hapa nyumbani kuna mtu wa kumtuma zaidi yako? Alafu isitoshe. Umepata bahati sana kunioa binti kama mimi. Wewe mtu mzima, umeoa kichenchede mtoto mdogo. Unashindwa kumshukuru Mungu. Unatumwa utaki kwenda. Alafu usiniharibie siku. Leo nimeamka na mudi nzuri tu, sitaki kunichefua. Kanichukulia maji ya kunywa. Sasa mke wangu bwana, kwani shida ama yenye tabu? Nenda sasa. Naenda. Nikutania tu. Naenda. Naomba unisikilize kwa makini. Usichukulie sisi wote mazuzu. Yaani sisi tunapambana mtaani kote kumtafuta shemeji, alafu umemfungia ndani unachukulia baridi, si ndio? Yaani iko kitu ambacho wewe unakifanya, unatuumiza hadi sisi wengine. Hivi unajua mimi naumia kiasi gani shemeji yangu simuoni wiki ya 3 hii? Ami, nisikilize kwa makini. Shemeji mimi nyumbani hayupo. Najua ngumu kuelewa hilo. Ila tambua ukweli ndio upo hivyo. Nyumbani sijamfungia kabisa. Acha ujinga wewe. Yaani wewe ndio ulifumaniwa na yule mwanamke afu leo unasema hujui wapi alipo? Mwanamke yupo ndani kwako. Sikiliza kwa makini. Naomba ukamtoe shemeji. La sivyo, nitaenda kumwambia kila kitu. Ni kweli. Ila sasa kitu kimoja. Katika zile kurupushani za pale, yeye kapita kona yake na mimi nikapita kona yangu. Yaani mpaka sasa hivi tunapoongea hapa, sitambui wapi alipo. Yule mtu wa asu. Unajua jinsi gani watu tunaumia kwa ajili yake? Wewe unajua jinsi gani mimi naumia shemeji yangu wapi alipo? Nisikilize. Naomba ukamtoe shemeji ndani. Nisikilize Ami. Huu sio muda wa kulaumiana. Huu ni muda ambao tunasimama hapa kubishana. Tungesimama imara kumtafuta shemeji yupo wapi. Chioma. Tumeonana hapa. Hii siku ya leo kwangu inaweza ikawa ni furaha. Kwako sijajua utaipokeaje. Nina mengi sana ya kuzungumza na wewe. Tena naomba unisikilize kwa umakini sana.
Nachokuomba Chioma, mimi na wewe mahusiano yetu naona yafe tu kuanzia leo. Kivipi yani? Kirahisi tu mimi na wewe mahusiano yafe? Hiyo inawezekanaje? Kwako unaweza ikawa ngumu, ila kwangu mimi ni kitu simple sana. Hilo haliwezekani. Haliwezekani na halitowezekana mimi kuachana na wewe. Ushasahau kipindi naolewa mimi niliweka ahadi gani kwako? Unasahau? Mimi mwenyewe pia naumia, usinione nimesimama tu hapa. Japo nimefanya kile kitu, lakini mwenyewe katika moyo wangu naumia. Yaani mpaka muda huu tunaongea hapa, sitambui yupo wapi. Alafu mule tunaibishana hapa, tungetumia kumtafuta shemeji. Tushajua sasa yupo wapi. Kama wewe mbwa wewe. Bwana tuchukulia sisi, yaani sisi unatuchukuliaje mazuzu au sio? Hatujielewi. Yaani wewe umemfungia ndani, alafu unatembea na sisi unasaidia kutafuta. Unaona sawa yote yale ambayo wewe ulinielekeza. Mimi sinaelekeza kila kitu kwa wewe unaishi naye. Alafu leo unasema wapi ujui alipo, ndio? Sasa nisikilize. Kama wewe ni bingwa kuchukua wake za watu, hasa hii ndio utajua kama dawa moto ni moto. Usi mmoja yeye. Nitafanya kila kitu ili mradi shemeji ukamtoe mule ndani. Unajua jinsi gani mimi naumia, unajua? Oya. Sasa unaenda wapi? Mami. Hiyo kweli mkenge. Ndio maana nimeamua kufanya maamuzi ya kuachana na wewe. Nikuache ubaki na maisha yako, nibaki na maisha yangu. Kwa maana wewe upo kwenye furaha, ijali ndoa yako, nami pia niache nifanye maisha yangu. Niache niangalie hatua yangu ya kesho itakuwaje. Kwa hiyo naomba kama nitakosea, naomba unisamehe. Nachoongea kuanzia leo mimi na wewe ni basi. Usinitafute, sihitaji unitafute. Inawezekana ushakuwa umepata mwanamke mwingine ndio anakutia jeuri. Sasa ni hivi, huyo mwanamke nitamtafuta na nitadili naye. Nione kama utakuwa naye. Taarifa ndio hiyo. Sasa mbona anaona kama vile umechukulia kiwepesi tu yani? Yaani unanipa taarifa ambayo nakuona kama vile mtu mwana relax yani. Kupotea kwa mtoto. Kupotea kwa mtoto ndani ya siku 3. Au usishtuke chochote. Kweli? Sasa basi nikwambie kitu kimoja. Mimi najua yule mtoto kakaa kwako miezi 9. Ilibidi uwe na uchungu mkubwa sana yani. Lakini kutokana na hii hali ninavyoiona, basi mimi ndo mwenye uchungu zaidi. Naenda huko kwa mkuu wangu ili nikapate taarifa. Sasa mume wangu, ningefanyaje? Mimi ni mtoto wa kike tu. Kwa hiyo mtoto wa kike hana maamuzi? Mtoto wa kike mbona Mama Samia yupo madarakani? Mtoto wa kike naye ana haki ya kufanya chochote kinachowezekana. Kwa hiyo wewe ilikuwa sio lazima unisubiri mimi tu kwanza. Ilibidi uchukue hatua, alafu wewe unakuja unanipa mrejesho ambao wapi umeanzia. Alafu mimi ndo nachua pale tunaendelea. Sasa mimi leo umeshindwa. Mimi niache niende huko kwa mkuu wangu nikajue nini kinachoendelea.